أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuonana tena leo hii, Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa Jumada al-Akhirah, mwezi wa mfungo 9, ambapo siku si chache bali huenda kuanzia siku ya Jumatatu tukaingia katika mwezi mtukufu wa Rajab. Na nimeona khutba yangu ya leo kwa muda wa nusu saa iuzungumze mwezi wa Rajab na jambo la Rajab, kwa sababu ya uzito wa mwezi wa Rajab. Na katika kuuzungumzia mwezi wa Rajab, tuanze na haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ya kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni 12 kutoka siku ameumba mbingu na ardhi. Katika hiyo miezi 12 ndani yake kuna miezi 4 mitakatifu, minha 4 hurum. Na miezi hiyo 4 imeitwa mitakatifu kwa sababu ni miezi maalumu ya kuenzi amani, kwa sababu ni miezi maalumu ya kusitisha vita, kwa sababu ni miezi maalumu ya kusitisha mizozo. Na hii kwa kweli ni katika mambo mazuri ya dini ya Uislamu ambayo huwezi kuyapata kwenye dini nyingine yoyote. Miezi maalum ni miezi ya kuenzi amani. Miezi maalum ni miezi ya kusitisha mizozo katika jamii ya Kiislamu. Minha 4 hurum. Katika hiyo miezi mitukufu ambayo vita na makafiri ni haram, mmoja wapo ni mwezi wa Rajab ambao ndio tunakwenda kuanza. Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram wa Rajabul Aswab. Miezi hii 4 miezi mitakatifu. Kwa hivyo jambo la kwanza la kuanza nalo, na tutakuwa na mambo 5 lakini mingine tutapita juu juu tu,
Kwanza tutazungumzia kwa ufupi fadhila za Rajab. Hii itakuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili, sunna ya kufunga mwezi wa Rajab. Lakini nukta ya tatu, swala zinazoswaliwa ndani ya mwezi wa Rajab, mustahabbat. Nukta yetu ya nne, tutazungumzia baadhi ya dhikri na dua zinazotakiwa kusomwa ndani ya mwezi wa Rajab. Lakini nukta ya tano ya kivitendo, tutajikita kuzungumzia ibada zinazotakikana kufanywa siku ya kwanza ya Rajab, ambapo kwa ihtimali kubwa itakuwa ni siku ya Jumatatu. Ibada za kufanya siku ya Rajab. Tukianza na nukta ya kwanza, kuzungumzia fadhila za mwezi wa Rajab, tuanze na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume anasema, inna Rajaba shahrullahi alazim la yuqaribuhu shahrun min ash-shuhuri hurmatan wa fadla. Hakika mwezi wa Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Mwezi wa Rajab ambao uko mbele yenu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu mzito. Ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, si mwezi wa kawaida. La yuqaribuhu shahrun min ash-shuhur. Huwezi ukaufananisha mwezi wa Rajab na mwezi mwingine katika miezi ya kawaida, kwa sababu ya heshima yake na fadhila zilizoko ndani ya mwezi wa Rajab. Lakini si hivyo tu, walqitalu ma'al kuffari fihi haram. Vita na makafiri katika mwezi wa Rajab ni haram. Kama Waislamu watakuwa na vita na mizozo na watu wengine, ukaingia mwezi wa Rajab kwa sababu ya heshima ya mwezi wa Rajab, ni marufuku mizozo hiyo na vita hivyo kuendelea. Ishara ya kwamba dini ya Uislamu imejaa kukaa vizuri, imejaa mafunzo ya watu kukaa vizuri, imejaa mafunzo ya mshikamano, imejaa mafunzo ya umoja, imejaa mafunzo ya huruma. Dini yenyewe ni dini ya amani. Salamu za watu wake wanavyosalimiana ni neno amani. Lakini si hivyo tu, Uislamu Mungu akaweka nyumba maalum na mahala maalum, akapaita nyumba ya amani. Hakutosheka na hilo, akaweka miezi minne akaitangaza ni miezi ya amani. Walqitalu ma'al kuffari fihi haram, ala inna Rajaba shahrullah. Hakika mwezi wa Rajab ni mwezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, mwezi ambao mnaelekea hapo mbele, mnaelekea kwenye mwezi wa nani? Kwenye mwezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala inna Rajaba shahrullah. Kwa hivyo mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu. Mwezi wa Rajab ni mwezi mkubwa, ni mwezi mzito, si mwezi wa kawaida. Sheikh Abbas al-Qummi rahimahullah anasema ya kwamba i'lam anna hadha ash-shahr wa shahra Ramadan wa shahra Sha'ban
wa shahra Ramadan hiya ashhurun mutanahiyatu sharaf wal ahadithu fi fadliha kathira. Sheikh Abbas al-Kumi anasema miezi hii mitatu, mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhan, ni miezi ambayo utukufu wake hauna kikomo, na fadhila zilizopokelewa kwenye miezi hiyo mitatu ni nyingi mno, ni nyingi mno. Na kwa sababu ya wingi, naomba ninakili fadhila moja tu ya mwisho kutoka kwa kiongozi wangu, kutoka kwa kiongozi wetu, na kutoka kwa mmoja wa wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akinakili bwana mkubwa huyu maneno ya Mtume Muhammad akielezea uzito wa mwezi wa Rajab, anasema mwezi wa Rajab, mwezi wa Rajab, kwa nini umeitwa Rajab? Wa yusamma Rajabul Aswab. Kwa nini umeitwa mwezi wa Rajab? Umeitwa Rajab kwa sababu umeita Rajabul Aswab. Kwa nini? Lianna rahmata ala ummati tusabbu sabban fi. Kwa sababu mwezi wa Rajab, huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafanya kumiminwa ndani ya mwezi wa Rajab. Mungu anavyowatazama waja wake ndani ya mwezi wa Rajab sio jambo la kawaida. Kwa hivyo ndugu zangu, mwezi wa Rajab ambao uko mbele yenu ni mwezi mkubwa na mwezi mzito. Naomba twende kwenye nukta ya pili kuhusu a'mal za ile siku ya kwanza ya Rajab, ibada zinazotakikana tuzifanye ule mchana wa siku ya kwanza tu ya mwezi wa Rajab. Ibada ya kwanza ni kufunga, na riwaya zinasema kwamba Nuhu alayhi salam baada ya kupanda jahazi na kuwabeba aliyowabeba katika jahazi, alitoa amri kuwaambia aliyokuwa nao wafunge siku ile, na siku ile ilikuwa mwanzo wa Rajab. Kwa hivyo kufunga siku ya kwanza ya Rajab, kwanza ni sunna, lakini pili ni kumuunga mkono baba wa watu wa pili, Nuh alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalus salati wassalam. Nimeona nitangulize nukta hii kwa sababu hapa nazungumza jambo la kivitendo, sio nadharia. Kwa hiyo siku ya kwanza ya Rajab, ndugu yangu mpendwa, ndugu yangu Muislam, jambo la kwanza la kulifanya ni kufunga siku hiyo. Utakuwa umetekeleza sunna, lakini vile vile umemuunga mkono Nuhu alayhi salam. Na riwaya zinatuambia ya kwamba yoyote mwenye kufunga siku ya kwanza ya Rajab, tabaadat anhu an-naru masira sanatin. Allahu akbar. Mungu atauweka mbali moto na wewe mwendo wa mwaka mmoja, safari ya mwaka mmoja. Na riwaya hazijasema je ni safari ya kusafiri kwa ndege au ni safari ya kusafiri na farasi
au ni safari ya kusafiri na punda ajalakumullah, au ni safari ya kusafiri na farasi au na miguu, moto utakuwa mbali na wewe mwendo wa mwaka mmoja. Sasa kama ni kwa miguu, sijui ni kutoka hapa mpaka wapi, huko ndio huko moto. Na kama ni ndege, sijui ni hapa mpaka wapi. Wakati ndege hapa mpaka Chatu ni masaa 2 tu au 1.5. Kwa hivyo uzito wa jambo la kufunga. Lakini naomba nikupe jambo nyingine zuri zaidi la haraka maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana Mtume anasema, ala faman swama min rajabin yawma, yoyote mwenye kufunga siku moja ya Rajab. Sijasema siku 3, siku moja tu ya Rajab, istawjaba ridwanullahi al-akbar, anayefunga huyo anastahiki radhi za Mwenyezi Mungu kubwa. Funga ya siku moja ya Rajab unastahiki radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini sio hivyo tu, wabta'ada anhu ghadabullah, Mungu anakuondolea hasira zake, hakukasiriki. Sio hivyo tu, mwisho wa ughliqa anhu babun min abwabin nar. Haitaki salawatu hiyo. Na Mungu anamfungia mlango mmoja katika milango ya motoni kwa sababu ya kufunga siku moja ya mwezi mtukufu wa Rajab. Kwa hivyo ibada ya kwanza, ndugu zangu wapendwa, ya mwezi wa Rajab ni kufunga siku ile ya kwanza. Lakini ibada ya pili ni kuoga josho maalumu ambalo unanuia ya kwamba nanuia kuoga josho la Rajab qurbatan ila Allah Ta'ala. Kwa malengo makubwa, unaingia kwenye Rajab ukiwa madhambi yote umeyakunguta. Unaingia kwenye Rajab ukiwa msafi, ukiwa uko salama salmini. Ibada ya tatu ni kumzuru bwana wangu na imamu wangu na kiongozi wangu, bwana mkubwa aliyefundisha jihad, aliyefundisha ujasiri, aliyefundisha kuvumilia, aliyefundisha dunia iende vipi, maulaya wa sayyidi Aba Abdullah al-Husaini salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mmoja katika mabwana wakubwa, Bashir ad-Dahan, anapokea hadithi kutoka kwa al-Imam as-Sadiq, imamu wa 6 katika maimamu 12 tulioachiwa ni Mtume Muhammad, al-Imam Ja'far as-Sadiq al-Musaddaq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Anasemaje? Anasema, manzara al-Husayn ibn Ali awwala yawmin min Rajabin ghafara Allahu al-batta. Allahu akbar. Haitaji salawatu jamani wazaramu hiyo. Yoyote mwenye kumzuru al-Imam al-Husayn siku ya kwanza ya Rajab, mtu huyo anastahiki msamaha, lazima asamehewe. Simama siku ya kwanza ya Rajab, raha iliyoje kama utamzuru kwa ziara maalumu ipo, au kwa ziara Ashura, au kwa ziyaratul warith, au la mwenye umependa huna muda, unatoka nje ya nyumba unamsalimia Aba Abdullah al-Husayn, assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bifinaik wa anakhat birahlik alaykum minni jami'an salamullah. Jambo zito, jambo kubwa.
ziyaratul Husain. Kwa hivyo ibada ya kwanza ni kufunga siku ya kwanza. Ibada ya pili ni kuoga josho maalum la kuingia mwezi wa Rajab. Ibada ya tatu ni kumzuru Abi Abdullah al-Husain. Na kama mambo ni mengi, inatosha tu kuelekea Karbala au kuelekea Qibla ukamzuru Husain kwa kusema tu assalamu alayka ya Aba Abdullah, peke yake inatosha. Lakini ibada ya nne ni kuswali swala inayoitwa swala ya Salman. Swala ya Salman ambayo ni rakaa 30. Swala hiyo siku hii ya kwanza unaswali rakaa 10 tu. Unaswali rakaa 10 tu kama kawaida, rakaa 2 Rakaa ya kwanza baada ya kusoma suratul Fatiha unasoma qul huwallahu ahad mara 3, na rakaa ya pili qul ya ayyuhal kafirun mara 3. Rakaa 10. Ibada ya siku ya kwanza ya Rajab. Ukimaliza kuna dua fupi tu ameitaja Sheikh Abbas al-Qummi kwenye Mafatihul Jinan. Unanyanyua mikono, dua yenyewe inasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikri maarufu kila mtu anaitambua. Alafu unasema Allahumma la mani'a lima a'tait. Maneno mazito. Wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Mungu, kama milango yangu ya riziki umeshaifungua, umenipangia niwe bilionia, niwe milionia, niwe na uwezo, niwe na fedha, la mani'a lima a'tait, yuko anaweza kuzuia hata siku moja? Na kama Mungu utazuia, kweli kuna mtu anaweza akatoa? Wewe umeshafunga milango, yuko anaweza kutoa? Wala mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Mungu ukishaamua kumfungulia mtu wala hahitaji kusumbuka. Unalala nyumbani ni simu moja tu, halo salamu alaykum, bizi imeshaingia. Naomba salawatu hapa. Hiyo ni ibada, swala inayoswaliwa siku ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Ibada ya kwanza tumesema ni funga. Ibada ya pili ni kukoga. Ibada ya tatu ni kumzuru al-Imam al-Husain, na kwa uchache nimesema inatosha kusema kuelekea Karbala ukamwambia Husaini assalamu alayka ya Aba Abdullah. Lakini ya nne ni salatu Salmani, rakaa 10, rakaa 2. Kila rakaa ya kwanza qul huwallahu ahad mara 3, rakaa ya pili qul ya ayyuhal kafirun mara 3. Vile vile baada yake dua hii fupi ambayo nimeizungumza. Lakini vile vile itambulike kwamba siku ya kwanza ina sharafu maalum. Baadhi ya riwaya zinasema ya kwamba al-Imam Muhammad ibn Ali al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, Muhammad amezaliwa siku ile ya kwanza. Allahu akbar. Kwa hiyo ni siku tukufu, lakini pia inazidi sharaf ya kwamba amezaliwa mtu anaitwa Muhammad ibn Ali al-Baqir. Ukisoma kwenye vitabu vya Waislamu wasiokuwa wafuasi wa Ahlul Bait,
al-Imam Muhammadul Baqir wanamuhesabu ya kwamba ni mmoja katika maulama wakubwa wa kisheria baada ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Muhammadul Baqir huyu ndiye aliyemwambia mmoja katika maulama wakubwa wasiokuwa wafuasi wa Ahlul Bait alipomuuliza masala ya kifiqhi, akamwambia masala hayo hukumu yake ni 1 2 3 4 5. Bwana yule akatia wasiwasi, mbona mimi naona sio hivyo? Al-Imam al-Baqir akamtuma kijana wake, akamwambia nenda pale chini ya kabati pale kuna kitabu kikubwa ukakitoe. Akaenda akakitoa kitabu. Alipokitoa kitabu, imamu akafungua akamuonyesha kwamba umeona haya maneno haya maneno ni maneno ya Mtume Muhammad kwa hati ya Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Alafu akamwambia maneno ya kiume, akamwambia maneno ya kutisha. Akamwambia shariqu wa gharibu falan tajidu ilman nafi'an illa inda ahli hadha albayt. Nendeni mashariki, nendeni kaskazini, nendeni kusini, nendeni popote, hamtoweza kupata mahala pana elimu ya kisawasawa iliyonyooka isipokuwa kwa hao watu wanaoitwa Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Kwa hivyo siku ya kwanza ya Rajab inazidi sharaf, inazidi izza kwa sababu ya wilada ya al-Imam al-Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuna swala nyingine inafanana na hiyo ambayo inaswaliwa vile vile siku ya kwanza inayoitwa swala ya Salmani hivyo hivyo, ambayo nayo ni rakaa 10. Katika kila rakaa baada ya Fatiha unasoma tauhidi mara 3 na sura nyingine yoyote. Na swala hii ya Salman riwaya zinasema ina fadhila kubwa sana. Jitahidi siku ya kwanza ya Rajab usiache kuiswali hiyo swala, ina fadhila kubwa mno. Katika fadhila zake riwaya zinasema tujibu ghufranu dhunub, inasababisha mtu kusamehewa madhambi yake, madhambi ulioyachuma kwa kuangalia, ulioyachuma kwa kugusa, ulioyachuma kwa kuzungumza. Tendo la kuswali swala hiyo, madhambi yako Mungu anakusamehe. Lakini sio hivyo tu, tujibu ghufranu dhunub wal wiqayatu min fitnati alqabri, adhabu za kaburini zile baada ya kuulizwa na kushindwa kujibu maswali. Kaburini kuna maswali pale ya Munkar na Nakir. Marabbuka, bwana wako ni nani? Kama hujakaa kwenye straight way, kwenye njia iliyonyooka, huwezi kusema Allahu Rabbi. Shetani amesimama, utasema huyu ndiyo bwana wangu. Na shetani anakuambia waambie mimi ndiyo bwana, waambie, yuko pale. Unataka muujiza gani? Shetani anakuuliza, unataka muujiza? Nikuonyeshe baba yako. Shetani anakuonyesha baba yako huyu hapa. Man nabiyuka, mtume wako ni nani? Muhammadun Muhammadun nabii, na Muhammad pale yupo. Lakini kama hujakaa kisawasawa, hutoweza kusema Muhammadun nabii. Utasema shetani, huyu ndiyo mtume wangu. Utaulizwa imamu wako ni nani, utaanza kubabaika. Lakini ukiwa umenyooka kisawasawa, utasema wazi wazi, imamu wangu wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin. Imamu wangu wa pili ni Hasanul Mujtaba. Imamu wangu wa 9, imamu wangu wa 3 ni
Husainu shahidi bikarbala. Maimamu zangu 9 waliobakia ni Zainul Abidin, Al-Baqir Muhammad, As-Sadiq Jaafar, Al-Kadhim Musa, Ar-Ridha Ali, Al-Jawad Muhammad, Al-Hadi Ali, Al-Hasan An-Naqiy Az-Zakiy Al-Askari, Muhammad ibn al-Hasan salawatullahi wa salamuhu alayhim. Utasema haulai aimmati, hawa ndio maimamu wangu. Hawa ndio viongozi wangu, ambapo mtume ulituambia kwamba maimamu baada yangu ni 12. Ndio hawa hapa: Ali ibn Abi Talib, al-Imam al-Mahdi. Kama umenyooka. Kwa hivyo swala ya Salman inayoswaliwa siku ya kwanza ya Rajab inakusaidia kaburini kuweza kujibu maswali hayo. Nimeona nielekeze mkazo kwenye nukta yangu hii kwa sababu ni nukta ya kivitendo, na ihtimali kubwa siku ya kwanza ya Rajab ni siku ya Jumatatu. Ihtimali kubwa ipo kulingana na kalenda yetu ya Kishia ambayo haikosei, mara chache sana kukosea au haijakosea. Inatueleza kwamba Rajab itakuwa ni Jumatatu. Na nimesoma pia baadhi ya maraji ofisi zao, akiwemo marjaa mkubwa na kiongozi wa vyuo vya kidini Hauzat al-Ilmiya Ayatullah al-Udhma As-Sayyid As-Sistani baqahu Allahu dhillah. Yeye ofisi yake vile vile imetangaza kwamba siku ya Jumatatu itakuwa ni siku ya Rajab. Kwa hivyo siku hiyo mna ibada zenu 4 zifuatazo au 5. Kwanza funga, 2 josho maalum, 3 kumzuru Hussein, 4 kuswali salatu Salman. Lakini ibada ya 5 ipo dua maalum inayojulikana kwa jina la ad-du'a at-tawil. Dua hiyo mtafute vitabu vya dua, ni ndefu, muweze kuisoma. Mwisho nifunge mawaidha yangu ya Ijumaa hii ya leo kwa dua muhimu mno, ambayo dua hiyo msiache kuisoma, na ikiwezekana muihafidhi kwenye vichwa vyenu wakati mnakwenda makazini, kwenye kutafuta riziki, mmemaliza kuswali. Ni dua muhimu mno ya kuiomba, na kulingana na muda hatutoweza kuisherehesha, lakini wengi mnaitambua: ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli shar, ya man yu'ti al-kathira bil qalil, ya man yu'ti man sa'ala, ya man yu'ti man lam yas'aluhu wa man lam ya'rifuhu tahannunan minhu wa rahma, a'tini bimas'alati iyyak jami'a khairi dunya. Virozo: a'tini bimas'alati iyyak jami'a khairi dunya wa jami'a khairi al-akhirah. Mungu, zile dua zangu nazo kuomba ambazo hazijanyooka, zimekaa kisambaa, haziko sawa sawa, Mungu nakuomba kheri zote za dunia na kheri zote za akhira. Haitaki salawatu hiyo? Mungu, dua yangu haijakaa vizuri, iko ovyo ovyo, lakini wasrifa anni bimasalati iyyak jami'a sharri dunya, matatizo yote, fitna za dunia niondolee, hasadi niondolee, mabalaa niondolee, changamoto zote za dunia niondolee. Fa innahu ghayru manqus ma a'tait wazidni min fadlika ya karim, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal na'ma'i, ya dhal manni, harim shaybati. Mungu, hizi ndevu hizi
ambazo zipo. Hebu Mungu usizitie motoni. Mimi nina ibada gani nisingie motoni? Swala zangu hizi za wafanyabiashara, swala yenyewe dakika 3. Hizo dakika 3 zote, dakika 2.5 ulikuwa sokoni unanunua unauza. Mungu nakuomba ya Rabbi, nakuomba basi hizi ndevu usizitie motoni. Dua hiyo naomba miyahafidhi. Wakati mna drive, mnaendesha magari yenu mnaisoma. Mmemaliza kuswali mnaisoma. Mkiwa makazini kwenu mnaisoma. Ina baraka kubwa na maneno mazuri. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka ya mwezi wa Rajab ambao ndio tunataka kuanza, Mungu tupe taufik na utupe nguvu kuweza kutekeleza yale yote ambayo ni sunna kufanywa katika mwezi wa Rajab. Mungu tupe taufik mwezi wa Rajab ujao tuweze kuufunga wote mzima au baadhi ya siku ya Rabbal Alamin. Lakini Mungu vile vile tupe taufiki na uwezo. Ziko dhikri ambazo ni sunna kuzisoma katika mwezi wa Rajab, na dua na swala, Mungu tupe uwezo kuweza kuzitekeleza katika mwezi wa Rajab. Lakini Mungu vile vile wale wote wanaoishi kwenye mazingira magumu, wote wanaoishi kwenye hali mbaya, hususan ndugu zetu wa Gaza na Palestina na sehemu nyinginezo duniani, Mwenyezi Mungu waangalie kwa jicho lako ambalo siku zote ni jicho la huruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد ومحمد. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فقد فاز المتقون. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصلى على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصلى على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين، واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مع الصلوات.